Ndugu zangu, kwa nini chopa haijatua? Tarehe 4 nilifanya mawasiliano na kampuni moja tarehe 4 mwezi wa 5. Fanya mawasiliano na kampuni moja inaitwa Tanzania Airborne Services Limited kwa ajili ya kutuletea ndege. Mipango yetu hii hatujaianza jana wala juzi. Tumeianza mwezi mmoja uliopita. Kampuni ile tukiwa katikati ya mazungumzo, baada ya siku 2 au 3 likatoka tangazo la Mamlaka ya Anga Tanzania kuzuia shughuli zote, kuzuia urukaji wa helikopta zenye usajili wa Tanzania, ambalo ni utaratibu wa kawaida kwa sababu kuna mambo ya kitaalamu yalikuwa yanafanyika ya ukaguzi wa helikopta nchini. We Mpemba anatumiwa nani hapa? Fa mchezo ni betri tu. Kampuni hile, na bahati nzuri sio kampuni ya babaishaji, ni kampuni ya wazungu, na ndiyo kampuni ambayo ndege yake mara ya mwisho tulitua nayo hapa wakati tukiwa chama kile. Siku 2 baadaye wakaniambia kuna zuio la ndege za helikopta zenye usajili wa Tanzania zisimamishe huduma. Tumeanza mazungumzo na nyie, lakini sasa hatutoweza kuendelea na mazungumzo haya kwa sababu hatujui ni lini serikali au mamlaka ya anga yatamaliza zoezi linalofanya kwa helikopta zenye usajili wa Tanzania. Wakatushauri tuchukue helikopta kutoka nje ya nchi, wakatutafutia helikopta kutoka Afrika ya Kusini iliyokuwa imekodiwa nchini Uganda. Wakasema wakimaliza Uganda wako tayari kuja kuwapa huduma, kwa sababu helikopta zenye usajili wa nje hazikuwa zimezuiliwa, ni helikopta zenye usajili wa ndani ya nchi tu. Tukakubaliana tarehe 16 ya mwezi wa 5 tukapata helikopta kutoka nchini Afrika Kusini na kukamilisha tarehe 14 na kukamilisha mazungumzo. Tarehe 16 rubani yule wa Uganda, operation yetu ilikuwa tuanze tarehe 28 mwa Afrika ya Kusini, akasema kazi niliyo nayo itaongezeka siku 1 mbele, hivyo na mimi nitaomba siku 1 ya kujiandaa kuja Tanzania. Kwa hiyo ninawaomba mpeleke tarehe 28. Operation yetu hii ilikuwa tumeipanga tarehe 24 ianze ya mwezi wa 5. Akatuomba tupeleke tarehe 28. Hapo katikati tukamkubalia. Tena sisi tukafanya mashauriano, tukasema badala ya tarehe 28 tuende tarehe 30. Ndio maana tarehe 21 kwenye tukio la kupokea wanachama wapya wa Chauma kama katibu mkuu nilitangaza operation itaanza tarehe 30 ya mwezi wa 5. Kufikia tarehe 25 tunamtafuta yule bwana tumpati hewani. Rubani mwenzake mzungu anamtafuta hampati hewani. Mimi ninamtafuta simpati hewani. Tuma email hajibu, tuma WhatsApp message hajibu, hapatikani kabisa hewani. Tukasubiri kwa siku 3. Baada ya kumkosa yule rubani mzungu ambaye ndiye aliyekuwa anasimamia zoezi hilo la kutuunganisha na wale jamaa wa Afrika Kusini, akasema kwa kuwa zimebaki siku 4, hiyo ilikuwa ni siku ya Jumatano wiki iliyopita, kwa kweli naomba tutafute ndege nyingine, kwa sababu huyu mwenzangu sijui amefikwa na jambo gani. Unajua wakati mwingine hizi ndege wanakabidhiwa marubani kama ilivyo daladala. Rubani anaachiwa, ana kampuni yake ndogo, anaiendesha, anarudisha faida kwa mmiliki wa hiyo ndege. Jumatano tukalazimika kuanza kutafuta ndege nyingine. Siku ya Jumatano tukatafuta ndege nchini Kenya, tukapata ndege. Siku ya Alhamis
ndani ya saa 24, kwa sababu tulifungua network zetu zote za kupata ndege. Na mimi niwaambie tu, kule nilikotoka nimeshughulika miaka mingi sana na hii shughuli ya helikopta hii, kuzitafuta, kukodi, kuandaa program hizi nimefanya. Kwa hiyo hiki kichwa kimetulia kabisa kwenye haya mambo. Ni simu 2-3 ukifungua ndege unapata. Tukapata ndege siku ya Alhamis majira ya mchana, tukaanza mazungumzo, tukayakamilisha siku ya Ijumaa majira ya mchana. Tumekubaliana kila kitu, tukaomba kibali mamlaka ya anga Tanzania siku ya Ijumaa. Kibali kile kikaandikwa siku ya Ijumaa. Siku ya Jumamosi ndege ilikuwa ije Mwanza Jumapili, kwa sababu ndege lazima tuiandae na tukae na rubani, tuwe na vikao nao, tunafanya mashauriano. Kibali kile siku ya Jumamosi kikashindwa kukamilika, kwa sababu mchakato wa kuomba kibali ni mchakato sio manyo, ni mchakato unaohusisha mifumo ya kikompyuta. Jumapili hakuna kazi. Jana Jumatatu mfumo wa TCCIA ukaleta shida kidogo, ukakamilika usiku. Mchakato, zoezi la kibali likaendelea, likaja kukamilika leo asubuhi majira ya saa 2:30. Kwa hiyo saa 2:30 majira ya kwenda saa 3 saa 4 hivi tukawasiliana na wenzetu wa Kenya kwamba tayari kibali kimepatikana, mnaruhusiwa kuingia Tanzania. Wenzetu wa Kenya nao kuna utaratibu lazima ufuate kwa upande wa kwao, ili ndege nayo iweze kuruka ivuke mipaka ya Kenya. Na ndege yetu hiyo bahati mbaya sana ni ndege iliyosajiliwa Ethiopia, Addis Ababa. Kwa hiyo wakaanza mchakato ule saa 5. Bahati mbaya yule anayehusika na masuala hayo pamoja na rubani walikuwa nje ya mji. Kwa hiyo wakaanza kushughulikia majira ya saa 5. Tulitegemea ndege iondoke saa 6 iweze kuingia Mwanza saa 10 ili saa 11 tuweze kuwa uwanjani. Walipofika majira ya saa 9 wanataka kuondoka majira ya saa 10, wakaanza safari. Wamefika mahala mamlaka za Kenya zinawaambia mnapokwenda hamwezi kufika kabla ya saa 11:30, muda ambao kimsingi mtaanza kulikuta giza limeshaingia. Kwenye ndege ya helikopta haitembei usiku. Kwa wanaangalia kitu kinachoitwa sunrise na sunset. Yaani jua linachomoza saa ngapi na linaanza kuzama saa ngapi. Hapa katikati ndio muda ambao helikopta inaruhusiwa kuruka. Wakalazimika kutua kwa dharura, wasiendelee na safari. Kwa hiyo ndege itaingia Mwanza wakati wowote kuanzia saa 1:30 kesho asubuhi, kwa sababu ipo karibu na mpaka wa Tanzania. Tunafanya mashauriano na mamlaka za Tanzania, kama zitaturuhusu kesho saa 4 asubuhi tukutane hapa kuisalimia ndege yetu na kuipa baraka, tayari kwa safari ya siku 16 mchana na usiku kwa ajili ya ukombozi na kupaza sauti ya ukombozi wa umma. Kwa hiyo hakuna mashaka yoyote. Nimeona huko mitandaoni wanasema kiko wapi? Wamewadanganya watu wa Mwanza wanakwenda na ndege. Tunawaambia uongo uliotangulia hauzuii ukweli kudhihiri. Majira ya saa 2 asubuhi kesho uwanja wa ndege wa Mwanza kitakuwa kimetua chombo cha Chauma cha Mzee Rungwe tayari kupasua anga la Tanzania. Kesho tutaanzia Serengeti. Tuna mikutano miwili, kata ya Kamgesi na Mugumu mjini. Tukitoka hapo tunakwenda kumaliza Musoma mjini. Kesho kutwa tunapaa Rorya, tunapaa Meatu, tunapaa Itilima, tunapaa Bariadi, tunamaliza Shinyanga mjini. Kwa sababu marubani wamechelewa, ipo ratiba ambayo tumeisambaza kwa viongozi wetu maeneo mbalimbali. Itoshe ihudumu kwa siku 2, kesho na kesho kutwa, ili baada ya hapo tujipange upya na marubani
kwa sababu wameshindwa kufika Jumapili, wameshindwa kufika jana, na hatuwezi kuendelea na safari ndefu kabla marubani hatujakaa na kuhakikisha tumeweka ratiba pamoja vizuri, ili ikiwemo na maeneo gani mafuta yatajazwa, mafuta yapelekwe. Kwa hiyo ndugu zangu, waliosema tumedanganya wana masaa machache uongo wao kudhihiri.